Mwenyezi Mungu, tuko msikitini, tumemaliza dua ya kumwombea rais, kuiombea nchi na watu wote waliofanya mambo mema katika taifa la Tanzania. Na la pili, nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kukamilisha mradi wa umeme, mradi mkubwa kwa Afrika Mashariki. Ni jambo la kumpongeza sana rais. Kwa hiyo mimi nataka niseme lingine, Chadema waige mfano kwa Mbowe. Mbowe ni Chadema lakini ameonyesha mapenzi kwa nchi, ukweli kwa nchi na uadilifu wa nchi. Kwa hiyo Chadema waige mfano. Na la pili, niwaambie kwamba bwana John Heche abadilishe siasa. Siasa nazo kwenda nazo haziendi na wakati. Kupigana na serikali ni sawa kupigana na mlima Kilimanjaro, utaumia mikono, mlima ushuki. Kwa mimi ni muombe sana Heche abadilishe miundombinu. Na la tatu, wajaribu watu kwenda gerezani, watu wa saikolojia wamwangalie Lissu. Inaonekana kama dishi limeyumba kidogo. Kwa sababu dishi limeyumba kivipi? Nilimsikia juzi anasema kwamba shahidi yake ni Rais Samia, makamu wa rais, waziri mkuu. Ni vitu ambavyo vingia akilini. Hawa watu hawezi kuwa mashahidi kwako. Wewe mashahidi kwako kwa logic ipi? Kwa maslahi gani? Kwa hiyo mimi naona kwamba kapoteza mwelekeo, na sasa tumeomba dua tumeomba dua kubwa kuombea watu wema, kuiombea serikali na sisi wenyewe. Sasa ndio tunatoka kufanya kazi. Sawa. Na tukio la dua leo kwa ina hamasa kubwa. Naona posti nyingi ambazo zilikuwa zikipostiwa. Katika msikiti wa Tapo umekuwa msikiti pendo kwa kwenu, na eneo hili linafaa kufanya hivyo. Una mtazamo gani au unawaambia nini Waislamu na wasiokuwa Waislamu juu ya wale ambao waliotetea dini yao, waliokuwa wakifundisha maadili mema katika miaka hiyo ambao walikuwepo sasa hivi? Kwanza tunaombea Mwenyezi Mungu watu waliokufa wakiwa waaminifu katika dini na katika nchi. Tunaombea sana Mwenyezi Mungu afanyie wepesi. Kwa hiyo tumesema hivi ndio tumeanza. Tukitoka hapa tunaanza msikiti kwa msikiti kuzungumza na Waislamu na kuwataka Waislamu na Watanzania wote tuungane kwa pamoja, tushirikiane, tusikubali kugawiwa kwa ajili ya madhehebu, kwa ajili ya dini, kwa ajili ya rangi au ya kisiasa. Tuungane kama taifa moja, tusapoti serikali. Yaani serikali kusapoti ndio inaoishi. Ile naambia kabisa Watanzania, kusapoti serikali ni sehemu ya ibada. Naam. Kwa hiyo hatuna pingamizi wala hatuna tatizo lolote. Kusapoti serikali, kusapoti nchi ni jambo ambalo lipo kikatiba, lipo kidini. Na dini bila uzalendo sio dini. Ni uhuni. Dini bila uzalendo sio dini. Ili uwe na dini lazima uwe na uzalendo. اللهم اجعلنا من المفلحين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ونختم بها وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Na ndugu Islam, tunahudhuria kisomo cha kurehemu wazee wetu waliotangulia mbele ya haki.
tumewarehemu mashekhe waliotangulia mbele haki, wamefanya kazi kubwa sana ya kunusuru Uislamu na Waislamu Tanzania, wakiongozwa na Makamu Sheikh Qasim bin Juma, alikuwa imamu mkuu msikiti wa Mtoro, na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala azikubali dua zetu. Baada ya maelezo hayo, sasa nimpe nafasi Sheikh Said Mwaipopo ili amkaribishe Sheikh Khalifa Khamisi aliyekuwa mkono wa kulia wa Sheikh Qasim Juma. Malengo kubwa moja, lengo kubwa ni kuja kuwaombea dua mashehe. Mashehe ni historia kubwa ndani ya Tanzania, na dua hii imeshafanywa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie dua yetu. La pili, tunaye Sheikh Khalifa Hamisi, ni mkongwe katika harakati, ni mzee wetu, ni shekhe wetu, ni baba yetu, ni kiongozi wetu wa dini. Sheikh Khalifa amefanya mengi katika dini, na yeye ndiye aliyekuwa bega kwa bega na Sheikh Qasim bin Juma. Ndio maana tukajitahidi kumtafuta shekhe huyu ili aje aseme na Waislamu, atueleze Waislamu historia ya mashehe.